Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatuhu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'du, ndugu zangu watukufu, ndugu zangu katika siku ya leo adhimu kubwa, ni siku ya Eid al-Fitr. Leo ni Eid al-Fitr, ni siku adhimu, ni siku kubwa. Na siku ya Eid ya leo si kuvaa nguo mpya, bali Eid ni kwa yule aliyetubu na akawa mtu mwema na akajutia na asirudi tena kwenye ubaya ambao alikufanya. Bali Eid ni kwa yule ambaye pamoja na kuwa Eid al-Fitr watu wametoka katika mfungo mwezi mtukufu wa Ramadhani, wamefanya ibada, wameacha chakula, wameacha kunywa, wameacha kila kitu kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sio kwa chakula tu, na kutafuta amani ya nchi nzima, kwa jamii nzima ya Watanzania wote. Hakuna kitu nzuri kama amani. Amani kama inapatikana, basi kila kitu mtu atafanya. Biashara mtu atafanya, ukulima mtu atalima, kusafiri mtu atasafiri, ni amani. Kwa hiyo dini yetu ya Kiislamu inahimiza zaidi amani, na ndipo Mwenyezi Mungu anazungumza amani ni kitu kubwa, ni tunu. Bila amani huwezi kufanya jambo lolote. Idi yetu hii imekwenda kwa amani, imesherehekewa kwa amani. Waislamu ni wanyenyekevu, wamenyenyekea, na hii yote inataka kujifunza kwa jamii yote. Lazima tuwe wanyenyekevu kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu na kutafuta amani katika nchi yetu nzima ya Tanzania, na pia kuiombea serikali iliyo madarakani, ndugu yetu, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, pamoja na wasaidizi wake, pamoja na viongozi wa dini wote, pamoja na vyombo vya ulinzi. Sisi ndio tunatakiwa tuimarisha kwanza ulinzi wa hali ya juu kabla jeshi letu la ulinzi na usalama kuingilia kati. Sisi wenyewe wana jamii ndio tunatakiwa tuanze kwanza na amani. Kwanza tukae na amani, wewe na jirani yako mkae kwa amani, wewe pamoja na jamii nzima mkae kwa amani, wewe pamoja na serikali yetu ya Tanzania muwe na amani. Amani ndio kitu kikubwa, na dini yetu inahimiza amani. Amani ndio ni tunu kubwa. Usicheze na amani, na Mwenyezi Mungu analeta neema zote kuliko na amani. Kama hakuna amani, Allah hawezi akateremsha baraka yote. Kama hakuna amani, Allah hawezi akateremsha mvua. Kama hakuna amani, Allah hawezi kuwapeni serikali yenye amani. Lakini mkikaa kwa amani, na ndivyo Mwenyezi Mungu anayosema, man lam yahkum bima anzala Allah, kama mtu hakuweza kusimamia misingi ya dini yake kwa uadilifu, basi Mwenyezi Mungu hawezi kuteremsha amani. Sisi wenyewe tuanze kusimamia misingi ya dini. Mwenyezi Mungu anataka nini? Mtume wetu anataka nini? Na pia jamii iliyotuzunguka inataka nini? Lazima kiongozi yeyote wa dini awe ni mfano bora katika kuisaka amani katika nchi yake, kuisaka amani katika nchi yetu ya Tanzania. Amani na wahusieni, amani ni jambo kubwa. Hii leo sisi tumeswali Eid, salati al-Eid al-Fitr imekuwa na amani, na hii yote inatufunza jamii, ndugu wote waliotuzunguka tumekaa nao, tumeshikamana nao. Eid pamoja kwa tumefanya sisi, lakini tumekubali kushirikiana na ndugu zetu ambao si Waislamu ili kuisherekea Eid hii al-Fitr kwa kula vyakula ambavyo ni halali, kwa kunywa vinywaji ambavyo ni halali. Hiyo yote tumewaita ndugu zetu, tumekaribiana nao sana, tunaishi sisi ni wana wa Adamu wote, hakuna ubaguzi wote. Hawa ni ndugu zetu, hawa ni mama zetu, hawa ni wajomba zetu, hawa ni watoto wetu. Lazima tuwe nao, tushikamane, tuwaonyeshe amani ni jambo la msingi sana. Waislamu lazima wa mstari mbele kuwa na msingi wa amani, na pia jamii yote iliyotuzunguka, hii jamii yote ya Kitanzania iheshimu jambo amani. Amani ndio msingi wa kila kitu. Bila amani huwezi ukakaa,
Bila amani huwezi ukasafiri, bila amani huwezi kupata chakula, bila amani huwezi ukavaa chochote, huwezi ukavaa nguo yoyote. Kila kitu utakiona hakifai kwa sababu amani hakuna, na Allah anahitaji amani. Amani ndio jambo kubwa. Leo siku ya Eid, na hasa ndugu zangu watukufu Waislamu na wasio kwa Waislamu, idumisheni amani, tengenezeni mambo mazuri, kaeni kwa heshima, kaeni kama jinsi Allah anavyotaka, kuleni vyakula Mwenyezi Mungu alivyovihalalisha vya halali, na kunyweni vinywaji ambavyo Mwenyezi Mungu amehalalisha ni vya halali na ameviridhia. Msiharibu ibada zenu za funga za mwezi mtukufu wa Ramadhani, mlikikaa mkaabudu, mkatoa sadaka zenu, mkatoa zakati al-fitri, na hivi leo umetimiza kuiswali swala ya Eid al-Fitri. Basi Eid al-Fitri sio kunywa, sio kula, bali ni moyo, kutengeneza moyo ukiwa safi, na akili yako itakuwa safi, na mwili mzima utakuwa safi. Lakini kama moyo wako ni mchafu, hata kama tukwambie maneno namna gani, mwili wako utakuwa ni mchafu na akili yako utakuwa ni chafu, na ndipo utaleta matamanio ya nafsi yako ambayo ni moyo mchafu, na kuweza kuivuruga amani. Hatutakubali kamwe yoyote ile. Tutasimama kumwomba Mwenyezi Mungu wale ambao wanaoharibu nchi yetu, wale ambao wanaotaka kuigeuza nchi yetu kuwa ni mji wa Kosovo. Hatuhitaji, hatutakubaliane kamwe watu waishi kwa amani, ili tufanye kazi kwa amani na watu wafanya kazi. Acheni kuilaumu serikali yenu. Watu wafanya kazi, fanyeni kazi, na tumpe nguvu mama yetu, na tumuombee dua mama yetu, na serikali leo madarakani tuitambue na kuiheshimu, na wao wanatupenda mno. Sisi ni wananchi wao, watatusikiliza, wataturekebishia mambo yetu tunahitaji ya kimaendeleo, ya kimikakati. Kila jambo kwa mwananchi yoyote ni lazima alinde miundombinu ile ambayo imetengenezwa na serikali, kuheshimu na kuilinda, ili tuendelee na maisha mazuri, ili tusonge mbele. Barabara hizi zinazotengenezwa ni fedha zetu sisi wenyewe. Kwa hiyo hatuna haja yoyote kuharibu tena, hatuna haja yoyote kufanya machafuzi yoyote yale. Watu waelewe, kila moja awe na tauhidi, amwogope Mwenyezi Mungu na sio kulaumu. Fanya kazi. Ukifanya kazi, Allah tabariki, Allah tatulinda, Allah tateremsha neema, Allah atatupa watu viongozi wazuri, Allah atatupa viongozi madhubuti, wenye kuwa na ujasiri wa hali ya juu, wenye kufanya jambo bila kuogopa chochote, wenye kutekeleza maisha ya wananchi wao bila kutetea ubinafsi wao. Wanawateteeni wananchi, wanapigania maisha yenu nyinyi wananchi, ili muwe na maisha bora, muwe na hospitali bora, muwe na madawa bora, muwe na usafiri bora, muwe na kila kitu kizuri. Ndio maisha hayo, ndio maendeleo hayo. Lakini kwanza tunakukaa ni uvivu huo, ni ufisadi huo, na kuanza kulaumu jambo lolote ambalo ni baya. Wewe mwenyewe ni mbaya, kwa sababu hata maisha ulionayo, maisha haya sio kwamba yataletwa na rais, ni wewe unaanzisha maisha mazuri na kutafuta na kuilinda amani ya nchi yako. Na rais kama rais wetu, mpendo wetu, mwenye uhuruma na sisi, basi ataweza kuweka nguvu zake na kuisemea hiyo sehemu iliyopo, kama ni maendeleo kimikakati itafanyika. Lakini lazima tuwe na mshikamano.